DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Ofisi ya mkurugenzi manispaa Temeke kupitia idara ya elimu msingi iliandaa tamasha la maonyesho ya vipaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tamasha hilo lilifanyika tarehe 20 Oktoba 2025 katika viwanja vya polisi Maturubai Mbagala Kizuiani. Limewakutanisha wanafunzi kutoka shule maalum za msingi na sekondari zinazotoa huduma kwa watoto wenye ulemavu ndani ya manispaa hiyo. Mtangazaji wetu Jacobo anazo habari kamili. Nipo hapa katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Ngara. Kuna wanaume wawili Lengo kuu lilikuwa ni kutoa jukwaa la kuonyesha vipaji vya wanafunzi hawa ili kuhamasisha ushirikishwaji wa kijamii na kuendeleza elimu jumuishi kwa watoto wote bila ubaguzi. Nashukuru kwa tamasha hili leo kuonyesha vipaji vya watu wenye ulemavu. Mimi kwa ujumla ndoto yangu ilikuwa ni hivi, kwa sababu watu wenye ulemavu tunaweza kama wanavyoweza watu wengine, na sisi tunaweza, tena sisi zaidi kuliko hao wengine. Mfano mimi sioni lakini nashona. Lakini kuna mwingine hapo ni mwalimu anatumia kompyuta, haoni lakini anayeona anashindwa kuitumia kompyuta. Kwa hiyo tuna vipaji vya hali ya juu. Kwa hiyo tunaomba matamasha kama haya yawe endelevu, lisiwe hili tu. Iwe mwanzo kila manispaa, kila mkoa, ili kusudi jamii itambue kuwa watu wenye ulemavu hawana tatizo la aina yoyote, na kuwa na mtu mwenye ulemavu usiseme mkosi, hapana. Na wao wakiwezeshwa wanawezwa. Kusema ukweli nimefurahishwa sana na tamasha hili la leo. Mgeni rasmi katika tamasha hili alikuwa mkurugenzi wa manispaa Temeke ndugu Jomari M. Satura. Alipongeza jitihada za wanatemeke katika kuhamasisha watoto wenye ulemavu kutofungiwa ndani kama ilivyokuwa zamani na kujivunia zaidi ya vituo 43 vinavyotoa elimu kwa watoto wenye ulemavu. Temeke tuna jumla ya shule na vitengo, shule jumuishi na vitengo takriban 43 kwa watoto wenye ulemavu, ambapo tuna watoto jumla ya 2250. Sasa tuna kauli mbiu mashuhuri yote tunaifahamu, tunasema walemavu wakiwezeshwa wanaweza. Kwa hiyo siku ya leo tumekusanyika hapa kwenye viwanja hivi vya Maturubai. Ni tamasha maalum kama ambavyo mnasoma hapa, kutambua vipaji na uwezo mbalimbali walionao watoto wetu wenye ulemavu. Ninyi mmekuwepo hapa, mmeona watoto wenye ulemavu wa mikono wanaweza kuandika, wasioona wanaweza kushona nguo, lakini tumeona sanaa mbalimbali za utengenezaji wa vitu vya mikono, uchoraji na mambo mbalimbali. Lakini hapa tumeenda kuona nyimbo, tumeenda kuona michezo mbalimbali ambayo imeonyeshwa na watoto wetu. Siku za nyuma ninyi mtakuwa mnakumbuka kwamba watoto hawa walikuwa wanafichwa ndani na walikuwa wanakosa fursa hizi. Na tunaweza tukajiuliza kwamba je, ni wakati huu peke yake ambapo watoto hawa wapo? Ukweli ni kwamba sivyo. Watoto hawa wamekuwepo tangu zamani, lakini walifichwa ndani, na matokeo yake sasa wanapokuwa wamekua ndio hawa ambao tunawaona wanatoka barabarani, na kwa sababu hatakuwa tumewawezesha sasa wanafanya shughuli ambazo sio rasmi, ikiwa ni pamoja na kuomba na kuzagaa barabarani. Lakini sasa kwa sababu watoto tumeleta hamasa kupitia maonyesho haya, tumealika jamii ije ione kwamba watoto hawa ni rasilimali kubwa sana kama watawezeshwa. Kwa tumeweka sehemu ya wazi kabisa ili wapita njia, wazazi na watu wahamasike kuwatoa watoto ndani, wawalete kwenye vituo vyetu ambavyo ni zaidi ya 43 ndani ya manispaa ya Temeke,
ili tuweze kuwafundisha. Aidha, mkurugenzi alitambua changamoto kadhaa zinazowakabili watoto hawa, ikiwemo upungufu wa walimu wa elimu maalum, lakini akawapongeza walimu na watumishi waliopo kwa kujituma na kuonyesha umahiri mkubwa katika kuwalea na kuwafundisha kwa upendo na uvumilivu. Lakini na sisi watawala tunapata kujua mahitaji. Nimezunguka kwenye mabanda, wamenieleza mkurugenzi, tukipatiwa vifaa hivi vitatusaidia, tukipatiwa utaalamu fulani. Kwa hiyo na mimi nimefahamu mahitaji yao, naendelea kupata fursa ya kujifundisha na kujua mahitaji yao, na mengine tumeyatatua hapa hapa. Kwa mfano wale walikuwa wanahitaji zile mashine kwa ajili ya kuandika, mnaona tumesema wale walikuwa wanahitaji kupata mafunzo, walimu wetu ambao wana uoni hafifu na ambao hawaoni wamehitaji mafunzo rasmi. Tumesema kuanzia tarehe 10 mwezi ujao wataanza mafunzo. Na kwa dhati ya moyo niseme nimefurahishwa sana na kazi kubwa inayofanywa na walimu ambao ni sehemu ya watumishi wa halmashauri ya manispaa kuwasaidia hawa watoto kuwa na vipawa vitakavyowasaidia kwenye maisha yao, lakini wawe na mchango kwenye pato la taifa kuliko kuwa wategemezi. Hii ndio kazi kubwa ambayo tunaifanya serikali. Naye afisa elimu awali na msingi manispaa ya Temeke Bwana Mshana Kawia alitoa pongezi zake kwa kufanyika kwa tamasha hilo, akieleza kuwa ni jukwaa muhimu la kuonyesha ujumuishi katika jamii na pia ni hamasa kwa wazazi kuwatoa watoto wao wenye ulemavu majumbani na kuwapeleka mashuleni. Tuliamua tufanye hivi kama Temeke kuhamasisha jamii, wazazi na walezi wote ambao wanapata watoto wenye ulemavu, wanaona kama ni aibu, kama ni dhambi, kama chochote kile wanawaficha nyumbani, hawapendi kuwapeleka shule. Kwa hiyo tumefanya tamasha hili kubwa ili kuwafahamisha wazazi wote, walezi na jamii kwa ujumla wajue watoto hawa wanafundishika, watoto hawa wakipewa elimu wanaelewa kama watoto wengine. Hivyo kama mlivyoona hapa, watoto wameonyesha vipaji mbalimbali na wengine vipaji vikubwa zaidi kuliko watoto wenye kuona. Na kwa upande wake afisa elimu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Gift Kiando alipongeza serikali kwa jitihada kubwa zinazoendelea kufanyika, akihitaja Temeke kama mfano wa kuigwa katika kujenga jamii yenye ustawi na fursa sawa kwa wote. Leo nimeshiriki katika tamasha hili la watoto wenye mahitaji maalum kwa halmashauri yetu ya manispaa ya Temeke. Kimsingi ni tamasha zuri, ni muda mzuri wa kuweza kuona vipaji vya watoto wetu kadri ambavyo mmeweza kushuhudia. Wanaweza kushona, wanaweza kufanya kila kitu ambacho kimsingi kinaweza kufanya na watu ambao ni watu wazima. Kwa hiyo tunapongeza sana halmashauri yetu na mkurugenzi wetu wa manispaa ya Temeke kwa kuandaa tamasha hili kwa vijana wetu hawa. Na kupitia tamasha hili naomba nitoe rai sasa kama sehemu ya mkoa kwamba ni kipindi cha uandikishaji sasa wanafunzi wa kuanza darasa la kwanza kwa mwaka wa masomo unaokuja wa 2026. Kupitia tamasha hili limeonyesha kwamba watoto wenye mahitaji maalum wanaweza, tena wanaweza zaidi pengine kuliko hata watoto ambao wana viungo vyote, ni wazima, hawana shida yote. Kwa hiyo tumie forum hii, tumie jukwaa hili waandishi wa habari kuona kwamba mnatusambazia ujumbe huu. Wanafunzi wote wenye mahitaji maalum wasifungiwe ndani. Wazazi, walimu na wadau wa elimu walilipokea tamasha hili kwa shangwe na pongezi, likiwa ni ishara ya mafanikio ya juhudi za halmashauri ya manispaa ya Temeke katika kukuza elimu jumuishi na vipaji vya watoto wote. Nimekuja leo katika tamasha hili la wanafunzi wenye ulemavu. Nimetokea Yombo, chuo cha ufundi kwa watu wenye ulemavu. Mimi ni mkufunzi mahali pale, nafundisha utengenezaji wa batiki, vikoi na kacha. Niko pale nafundisha watu wenye ulemavu tofauti, kiwemo ulemavu mchanganyiko, ulemavu wa akili na viziwi pamoja na wasioona. Mimi niko mahali hapa, nimefurahi kujumuika katika tamasha hili la siku ya watu wenye ulemavu. Ni tamasha ambalo limefungua pia watu wenye ulemavu wengine kujua kwamba ziko fursa, wakiwezeshwa wanaweza, na hususan kwenye masuala ya utengenezaji wa vitu vya mkono, maana handicraft ni vitu ambavyo wanatengeneza watu wenye ulemavu, kimfundisha anaweza na inawezekana kabisa. Wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu wasiwafiche ndani, inawezekana. Wanapotoka katika shule ya msingi, sekondari, wanakuja kwenye
vyuo vya ufundi. Chuo cha ufundi ndio kinaweza kuwasaidia katika kujifunza masuala mazima ya ufundi. Karibuni sana, na kama mnahitaji pia wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu, tunawakaribisha katika chuo chetu. Chuo kiko Yombo Kiwalani, ndiko tuko kule, tunafundisha na tunafanya uzalishaji pia. Kama unahitaji kununua bidhaa zetu, tunawakaribisha wote. Karibuni. Tamasha la maonyesho ya vipaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum Temeke linaimarisha elimu jumuishi, usawa wa fursa na jamii yenye ustawi. Kutokana na ulemavu wake mwenyewe tamuongoza, unapoacha utamuumiza, atakuwa tegemezi, atashinda kujiongeza. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.